Taarifa ambazo ziliwaumiza watu wengi zaidi na ziliwagusa watu wengi zaidi ni kile ambacho kiliweza kutangazwa kwamba mwanachuo wa KCMC ambacho kinapatikana huko Moshi, Kilimanjaro kuweza kujinyonga chumbani kwake, na sababu haikujulikana kwa muda huo, lakini kwa sasa tayari sababu imejulikana, kilichopelekea moja kwa moja hadi kuweza kujinyonga kwa mwanachuo huyo. Jina lake alikuwa anaitwa Eric Sawe, ambaye alikuwa ni mwaka wa pili katika chuo cha afya cha KCMC kilichoko huko Moshi. Sasa taarifa ambazo ziliweza kutoka awali ni kama siku 3 hivi zimepita, huku tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 iliweza kutangazwa kwamba tumempoteza mwanafamilia mwenzetu anaitwa Eric Sawe. Eric alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha Kilimanjaro Christian Medical University College almaarufu kama KCMC. Sasa sababu ambayo ilipelekea hadi huyu kuweza kufariki dunia, kuweza kujinyonga akiwa chumbani kwake, maswali ndio yalikuwa ni mengi. Ni kipi ambacho kiliweza kusababisha hadi huyu Eric Sawe kuweza kujinyonga akiwa chumbani kwake? Sasa karibu ni kujuze kwa kila ambacho kinaendelea na ile ambayo inasikika kwamba na inasemekana ni sababu ambayo imeweza kumpelekea huyu Eric Sawe kuweza kujinyonga akiwa chumbani kwake. Kama ni mara kwa kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu mimi ni Dulkane, _OG pale Instagram, ni follow alafu utakometisha kinoma noma mtu wangu. Sasa mara baada ya ile posti kuweza kupostio kule Instagram pamoja na chuo ya mwanachuo family iliweza kuposti taarifa hii ikionyesha kwa kila ambacho kinaendelea, huko kupitia comment section baadhi ya wanafunzi wa chuo cha KCMC kule Moshi Kilimanjaro walikuja ku comment na kuzungumzia sakata zima ambalo linaendelea, kwa sababu taarifa ya mwanzoni haikujulikana hasa ni kipi ambacho kinatokea. Kuna mwingine alizungumza na kusema kwa hisia sana kwa kile ambacho kilitokea, huko akisema kuwa ila wadada, kama huwa mtupendi muwe mnatuambia mapema, at least tunatafuta namna ya kurudi sawa, ila sio kutodanganya, kutugharimu, alafu mwisho wa siku mnafanya sababu kwa vijana kuweza kufanya matukio kama haya. Hii sio sawa kabisa. Mtu kujiua ni kitu kingine kabisa. Wengine wakaja kaandika tu rest in peace Mabridge Eric Dimple King. Kwa mwingine akamwambia hii dunia ina mambo mengi sana. Wanangu wa chuo, ukiwa na shida toka hata chuo, ili mradi mawazo yaweze kupungua zaidi, upige story na wanaume, upige story na wapambanaji wa kitaa, mambo yatakuwa poa sana. Fight, rest in peace, katangulia legend Eric. Sasa comment zilikuwa ni nyingi sana kwa hiki ambacho watu waliweza kuandika kupitia mitandao ya kijamii mara baada ya kuweza kupostiwa ile taarifa ambayo ilikuwa inahusisha kwamba huyu Eric ameweza kujinyonga akiwa chumbani kwake. Taarifa ilikuwa inasomeka kama hivi. Sasa ngoja nije nikusomee taarifa ilivyokuwa inasomeka, alafu baada ya hapo nitakusomea sababu ambazo zilipelekea moja kwa moja hadi Eric kuweza kujinyonga akiwa chumbani kwake. Taarifa ya msiba. Tunapenda kuwataarifu kuwa tumepokea kwa masikitiko makubwa tarehe ya kifo leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025, kifo cha mwanafunzi mwenzetu Eric Sawe aliyekuwa anasoma mwaka wa pili katika chuo cha KCMC. Msiba huu ni pigo kubwa kwa familia marehemu, marafiki na jamii nzima ya wanachuo. Tunaomba tuendelee kwa pamoja kwa sala sisi kama familia marehemu katika kipindi hiki kigumu. Taarifa zaidi kuhusu utaratibu wa mazishi zitatolewa kadri tutakavyokuwa tunapokea. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Taarifa iliweza kutolewa hivyo. Nimekwambia hapo nyuma kidogo, siku kama 3 hivi zimepita, na ndio maana nikakwambia hizi taarifa zilitoka siku 3 zimepita, ambapo ni tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025. Lakini zilitoka taarifa tu bila kutoka hasa ni nini chanzo kilichopelekea hadi Eric Sawe kuweza kupoteza maisha. Sasa taarifa zimetoka kuonyesha kile ambacho kiliweza kupelekea Eric Sawe kuweza kupoteza maisha. Wako wengine waliokuja kuzungumzia kwa hili kwa sababu watu wengi walitaka wafahamu ni kipi ambacho kiliweza kuendelea. Marafiki zake waliokuwa wanasoma naye pamoja na wanafunzi wenzake katika chuo cha KCMC waliweza kuzungumza na kuweza kuandika kupitia comment section. Miongoni mwa watu hao aliweza kuandika kama hivi: ni madeni alikuwa anakopa, anamhonga demu wake. Inasemekana kwamba anadaiwa almost milioni 4. Hizo ni taarifa ambazo zimetoka kwa wanafunzi wa chuo cha KCMC huko Moshi Kilimanjaro. Huyo ni mtu wa kwanza aliweza kuzungumza kwamba kilichopelekea hadi huyu kuweza kujinyonga Eric Sawe ni madeni, ambapo pesa zote alizokuwa anakopa alikuwa anapeleka kwa mke wake, mpenzi wake, alikuwa hajaoa bado. Yaani ni mpenzi wake wa karibu, hivyo alikuwa kama anamhudumia. Almost milioni 4 alikuwa anadaiwa.
Kuna mwingine akaja akasema kwamba jana akaenda kukopa tena, wakampiga, wakamuita demu wake, wamelala wote. Asubuhi mdada alivyoondoka na yeye akajinyonga. Na huyo dada ni mwanafunzi wa hapa hapa KCMC. Na tunavyoongea mama yake yupo India, anaumwa figo. Sasa imagine hali yake akija kupata taarifa kama hii. Wanafunzi wa chuo cha KCMC wanazungumza na kuelezea kwa hisia kali zaidi kwa kile ambacho kilitokea, kwa sababu inasemekana alikopa pesa nyingi sana, almost milioni 4, na baada ya hapo alienda kukopa tena pesa nyingine sasa siku ya tarehe 12, manake alijinyonga siku ya tarehe 13. Sasa siku ya tarehe 12 ndo aliweza kukopa hizo pesa. Siku ya tarehe 13 baada ya kuweza kupigwa yeye na mpenzi wake, kwa sababu wale wauni waliokuwa wanamdai huyu Eric wakamuita mpenzi wake wakalala naye, na kesho asubuhi na mapema mpenzi wake na Eric aliondoka. Na mara baada ya mpenzi wake na Eric kuondoka, na Eric naye akachukua jukumu la kuweza kujinyonga kwa kila ambacho kilitokea, huku hiyo pesa akiona kabisa hii sitoweza kuipata. Alafu mama yake yupo India na ana ugonjwa wa figo. Just imagine akisikia hii taarifa inakaja. Hakika ni majonzi makubwa zaidi kwa hiki ambacho kilitokea kwa Eric. Mama yake anaumwa na bado anadaiwa milioni 4. Kuna mwingine pia akaandika kwamba wanachuo wa KCMC tumefiwa. Mwanafunzi mwenzetu wa mwaka wa pili kakuzwa kajinyonga ghetto kwake mchana huu. Sababu haijajulikana bado, lakini sababu ndio hiyo kama hiyo walioelezea kwamba inasemekana anadaiwa pesa milioni 4 almost. Na hiyo ndio ilipelekea moja kwa moja kuona Eric kuweza kujinyonga na kuona haya maisha bora haachane nayo. Alafu muda huu mama yake anaumwa figo na yupo India. Just imagine kwa hiki kinachoendelea. Hakika maisha ya chuo ni maisha fulani hivi ambayo yanapelekea watu kuweza kufanya majukumu ambayo sio yake. Just imagine mtu unakopa milioni 4 kwa ajili ya kumpa mpenzi wake. Na sasa mpenzi wake atafuata maisha mengine, sio kwamba atamjali tena kwa kile kilikuwa kinaendelea. Sijajua kuna uhusiano gani, je ni kweli alikuwa anampenda ama alikuwa anamfanyia nini hadi ikafikia stage kama hii. Asante sana kwa kusikiliza hiki kinachoendelea. Tuendelee tukumuombea apumzike kwa amani, japo maamuzi aliyofanya ni magumu zaidi, lakini ni kama fundisho kwetu sisi ambao bado tunatafuta maisha ya hapa na pale. Mimi ni Durican_OG pale Instagram, ni follow. Alafu pia usisahau kusubscribe channel yetu ili mradi uweze kupata taarifa zote ambazo zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.